Asma Mwinyi ni mtoto wa rais mstaafu wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi. Kama mtoto wa kiongozi, najua kuna namna malezi na makuzi yanakuwa tofauti na watoto wengine. Hatuwezi kukukuta unajichanganya kule mtoto wa rais uko kule mtaani, ama singine tutakuta disco kwenye shughuli za hapa na pale. Nataka kujua katika malezi na makuzi yako, kuna namna, kuna vitu ulikuwa unavimisi ambavyo unaona watoto wenzako wanafanya ama wenzako wanavifanya, lakini wewe kwa sababu tayari uko kwenye ile nafasi pale huwezi kuvifanya? Kusema kweli, unajua unapokuwa mdogo, watu wanasema, wazungu wanasema you are innocent. Kwa hiyo hujui tofauti ya hivi au vile. Na kawaida ni sisi watu wazima ndio tunafanya utofauti. Ni sawa kama na ukatili wa kijinsia. Mtoto mdogo hawezi kumfanyia ukatili mwenzake, haelewi. Watakuwa wakicheza kwa pamoja, au kusema sichezi na fulani kwa sababu ni mweusi, au sichezi na fulani kwa sababu ya kitu fulani. No, haya mambo ni sisi watu wazima tunafanya. Kwa hiyo mimi muda ule wala nilikuwa sieleki chochote, kwangu mimi kwa kila kitu kwa sawa sawa. Unaona kawaida. Ni kawaida tu kwa sababu kama nilivyokuwa niko shuleni, nilikuwa na mingo na watu tofauti tofauti, wenzangu, wanafunzi wenzangu, mpaka wale wanafunzi wenzangu walikuwa wanakuja nyumbani kwetu, mimi nilikuwa nakwenda kwao bila kujali background yao, wao wametoka wapi au vipi. Na in fact ilikuwa haipo kabisa katika kichwa changu, lakini kulikuwa watoto wenzangu tunaenda kama kawaida, na ndivyo nilivyokuwa nimelelewa namna hiyo. Kila mtu ni sawa kwako wewe, haijalishi wewe umetoka wapi, kwenye familia gani au koje. Hapana, ilikuwa haiko namna hiyo. Lakini kwenye kulikuwa na kuna kipindi kile ambacho unakuwa bado mdogo, hujitambui, lakini unaenda labda umeshafika, umemaliza shule ya msingi, umekwenda sekondari, sasa umeshaanza kujitambua kwamba mimi ni nani na niko kwenye nafasi gani. Kuna namna pia kulikuwa na treatment tofauti ambayo ulikuwa ukiipata shuleni na katika maeneo ambayo ulikuwepo unajichanganya na watu kwa sababu huyu ni Asma Ali Hassan Mwinyi? Hapana, haikuwepo, kwa sababu ni kwamba by the time mimi nimeshakuwa mkubwa, hayati alikuwa sio tena rais, alikuwa tayari mstaafu. Kwa hiyo mimi nakuwa wala sijui hivyo ilikuwa hivyo. Ikawa ni kitu ambacho kwangu mimi ni kawaida, na ikawa imeendelea vile kama nilivyokuwa nilivyokuwa mdogo mpaka kipindi kile na hadi mpaka sasa hivi. Yeah. Naona watoto wa viongozi wengi huwa mara nyingi na wenyewe wanakuja kuwa viongozi. Utakuta labda ni kwenye taasisi, kwenye mashirika, lakini pia kwenye nafasi za kisiasa. Utakuta tu na yeye atakuja atagombea ubunge, atakuja atakuwa kwenye nafasi fulani, baadaye anaweza kaja akawa waziri. Ni hamasa ambayo unakuwa unaipata unavyokuwa, ama kuna namna kuna labda sijui nisemeje, anawekwa au kuna upendeleo fulani kwa sababu wewe ni mtoto wa kiongozi? Kwa lugha nyepesi kabisa kwamba anawekwa upendeleo. Mimi naomba niseme hivi, unapokuwa kama labda nikuulize wewe, role model wako ni nani? Mzazi wangu. There you go. Sasa mzazi wako inategemea na nini anachokifanya. Na kwa kawaida inakuwa ni kwamba unafuata nini mzazi wako au wazazi wako wanafanya. Sasa sio ajabu na mimi sasa hivi kusema kwamba nimeingia katika siasa. Kwa nini? Kwa sababu babangu ndo role model wangu. Na yeye ni nani? Alikuwa nani? Ni kitu ambacho ndicho nilichokulia, na ndicho ambacho nilichokiona, na ndicho like baba alikuwa anafanya hivi. Na mimi ni kitu ni role model. Kwa unataka kuwa kawaida, unapenda kugeza kufuata role model wako alivyokuwa akifanya. Yes. Sawa, kutoka Zanzibar mpaka Dar es Salaam. Wewe ni mbunge, ni kiongozi pale kwenye jimbo la Welezo. Sasa tuingie kwenye kile ambacho tulisema tutakizungumza leo, nafasi ya mwanamke katika uongozi. Bado kuna maeneo sauti ya mwanamke haisikilizwi sana, na kwenye kaya fulani mwanamke bado wanaamini ni dhaifu ama anatakiwa kuwa chini ya mwanamume. Hata kama ana uongozi, basi juu yake kiongozi mkubwa anatakiwa kuwa mwanaume. Kuna changamoto yoyote ambayo unakutana nayo kama kiongozi mwanamke kwenye jimbo lako ama kwenye maeneo ambayo unaongoza? Yapo, na hii nitasema ni kwamba
ni cultural, utamaduni wetu, utamaduni wa Kiafrika au tuseme utamaduni wa kwetu wa Kitanzania ni kwamba kwa mwanamke anaongozwa na mwanamume, na ni jambo la kawaida tunaliona na linaendelea. Kwa hiyo sitaki kuisema ni changamoto, ni jinsi tulivyolelewa. Lakini sasa kutokana na huu mwamko ambao ndo sasa hivi ulivyo, na kama hii nikisema kuhusu hizi 16 days of activism ni katika kupinga ukatili wa kijinsia duniani. Kitu kimoja hapo kinaongelea kwa theme ya sasa hivi ya kimataifa ni unite, wanasema unite against gender based violence kwenye digital. Sasa hii mambo ya kijinsia kidigitali inakuwa ni kitu ambacho kina mwangaza mkubwa. Kwa hiyo tunategemea na sisi tunakitumiaje. Kwa hiyo imekuja mfumo ambayo tukiutumia vizuri ni vizuri kwetu sisi, lakini hiyo unaweza ukaitumia kwa vibaya. Kwa hiyo unakuta sasa hivi huu mfumo umeanza kuleta mambo mengi, unaanza mtu anaanza kusema hapana, kwa nini we hivi na hivi? No, lakini ni sisi kama Watanzania culture yetu iko hivyo. Umeelewa Lakini sasa sitaki kuisema ni changamoto, ni kitu ambacho kipo na kilikuwepo na ni sisi tu kwamba unachotakiwa kufanya ni kwamba kujitambua. Wewe mwanamke jitambue, mwanamume jitambue. Kuna vitu ambavyo mwanamke anaweza kufanya na vitu ambavyo mwanamume anaweza kufanya. Na kuna vitu ambavyo hata iweje mwanamke hawezi kufanya wala mwanamume hawezi kufanya. Ni ndio maana Mwenyezi Mungu akaomba mwanamke na mwanamume ni kukaa kwa pamoja, mkawa kimoja. Mkikuwa kimoja basi mambo yanaenda, wala hakuna kwamba huyu yuko juu yule yuko chini. Hapana. Sawa. Na hapo kwenye masuala ya wanawake na uongozi bado hakuna uwiano sawa kwenye uongozi baina ya mwanamke na mwanaume kwenye maeneo mbalimbali, hata huku kwenye nafasi za kisiasa. Kwa uzoefu wako unafikiri hii inasababishwa na nini? Siwezi nikasema mambo ya kisiasa au mambo mengine, ambacho ninachojaribu kusema ndo yale kwamba Mwenyezi Mungu alivyoumba kaumba mwanamke na mwanamume, na kila mtu amempa kitu ambacho yule mwingine hanacho. Kwa hiyo ni kwamba tena ni kuungana vitu hivi viwili kwa pamoja kinaleta kitu kimoja kizuri. Umeelewa? Kwa hiyo ni kupata tu chance, kama tunavyosema kwamba mwanamke ukiwezeshwa tunaweza. Umeona? Na pia sio hivyo tu, unaweza mkao mmewezeshwa, lakini wewe je, upo tayari kufanya? Mwamko upo. Sasa inaweza ikawa mmeshapewa chance na kila kitu, lakini mtu hajitokezi. Hatutokei, tunarudi nyuma sisi wenyewe. Kwa hiyo ni kwamba nafsi yako mwenyewe, wewe mwenyewe uko tayari, unataka. Kwa hiyo ni chances zipo, kuwa utayari ni kitu ambacho kinachokuwa hapo. Sawa. Inaonekana bado kuna uoga kwa wanawake, au bado kuna kule kubaki nyuma inapokuja kwenye masuala ya uongozi, si ndio? Sisemi hivyo. Ninachosema ni kwamba utayari. Je, uko tayari? Kwa mfano kama mimi nimekuwa tayari, ndiko siko tayari vipindi vyote hivyo. Lakini sasa hivi nimekuwa tayari, nimekuja na alhamdulillah nimepata. Nimeshinda, nimekuja, nimekuwa hapa, nimechaguliwa na chama changu na nimekuwa hapa, na sasa hivi mimi ni kiongozi. Lakini ungeniuliza miaka 5 iliyopita nilikuwa siko tayari na wala sikujaribu hata kukujaribu. Lakini sasa nilivyokuwa niko tayari nikapata uthubutu na nikafanya. Sawa. Pamoja na masuala mengine ya uongozi, kuna lolote kwenye uongozi kabla hatujaenda? Natamani kujua pia kuhusiana na Asma Mwinyi Foundation. Hapana, nadhani tungeenda kwenye Asma Mwinyi Foundation. Wazo la kuanzisha lilitokea wapi, ama ulikutana na kitu gani kikakuhamasisha ukasema na mimi sasa nataka ni anzishe foundation? Jambo lilonianzisha ni kama vile tulikuwa tunasema role model. Mimi toka nakuwa nilikuwa sielewi mpaka sasa hivi naelewa. Ni kwamba unaamka asubuhi nyumbani unakuta watu wengi wamekuja. Wanakuja nani? Wanamfuata mzee.
Na wanamfuata mzee kwa nini? Kuna mambo mahitaji ambayo alikuwa anataka ili apate kusaidiwa. Na jingine ambayo ni yeye pia ambaye alikuwa amenambia kwamba Mwenyezi Mungu akikubariki na kitu, mfano kipato, basi huwa mwepesi kumpa na mwenzako asikuwa nacho. Umeelewa? Kwa hiyo kuwa na ule upendo wa kuwasaidia, kwa sababu baraka ndipo pale zinapotoka. Ukimsaidia na wewe, Mwenyezi Mungu anakusaidia. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimekiona kimekuwa namna ile kwangu. Kwa hiyo nikasema okay, ili niweze kupata kuwasaidia kwa ukubwa zaidi kuliko hivi ninavyofanya au mzee wangu alivyokuwa akifanya, basi nilikuwa na taasisi. Kwa ukiwa na taasisi, kwa kawaida unaweza kuwafikia watu wengi zaidi kuliko ukiwa wewe mwenyewe umekaa tu kitako. Na ndio sababu ikafanya nifanye hivi. Tuko na Mheshimiwa Asma Mwinyi hapa ndani, mbunge wa jimbo la Uelezo, si ndio? Ndio. Kila sana nataka nisahau hilo jina. Na ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Asma Mwinyi Foundation ambayo tulikuwa tunaizungumzia hapa, wazo la kuanzishwa kwake. Nilikuuliza ina muda gani sasa hivi? Nadhani bado hujaniuliza, lakini na takriban miaka 5-6 na kwenda sasa. Muda mrefu kidogo. Na naamini kwa miaka 5 mpaka 6 kuna mambo mengi imeshafanya. Mafanikio kwa uchache ambayo Asma Mwinyi Foundation inajivunia mpaka sasa ni yapi? Tunajivunia hasa hii katika ugawaji wa taulo za kike kwa wanafunzi, ambazo tumewafikia mpaka sasa hivi watoto 30,000. Mashallah. Unguja, Pemba, pamoja na Tanzania bara. Kwa ni kitu ambacho tunajivunia kwa kweli. Na kumbuka kwamba kila mwanafunzi alipatiwa paketi 6. Yani taulo zile. Bunda, kila bunda moja 6. Na katika kila bunda mule ndani zilikuwa 10. Kwa hiyo mwanafunzi mmoja alipata 60 za zile nani moja. Kwa hiyo kitu ambacho tunajivunia sana, tumekipenda. Na kitu kingine ambacho pia tunajivunia ni kwamba mpaka sasa hivi takriban tumewafikia wanawake 1000 katika project yetu hii ambayo tunaita mkoba wa mama. Ambao mkoba wa mama sisi tunasema ni kwamba unampa mama ambaye yuko tayari yuko tayari kujifungua. Kwa hiyo ni ile kit ambayo inakuwa kila uhitaji wa mama wa kwenda kujifungua tunapatia bure. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba tunaua ndege mmoja kwa wawili, kwa sababu utakapomfanya mama akajifungua kwa salama, sio yeye peke yake, ni yeye pamoja na mtoto wake. Na wengine wamebarikiwa wanakuwa na pacha. Kuna pacha 2, pacha 3, pacha 4 na zingine ambazo umenielewa, lakini ni mkoba huu mmoja ambao unaofanya hivyo. Kwa hiyo hao ni wanawake 1000. Kwa maana yetu tukisema kwa mtoto mmoja tumefikia 2000. Lakini ambayo pia hiyo inamsaidia kwamba ndo anamuita mkunga nurse ambaye anaweza kumzalisha kwa salama. Kwa hiyo wote wakawa wako salama. Kwa hiyo hapo ni lives 3 wanne waliokuwa pale. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia sana ambacho tumekifanya. Kwa hiyo mkoba unakuwa na vifaa vyote ili mama ajifungua kwa salama, yeye, mtoto wake pamoja na yule ambaye anamsaidia. Ina maana hata kama ni mtu ametoka shamba huko ana uwezo, maana kuna wale watu ambao wanakuwa naishi katika mazingira magumu, namna ya kwenda kujistiri, wanakwenda kujifungua, wanadhalilika kweli. Umeona Kwa hiyo ni kitu ambacho huwa tunafanya na tumependezewa nacho sana. Na huwa mnafanyaje kuweza kuwafikia sasa? Kwa mfano wao wajawazito, mnajuaje idadi ya watu? Mnapeleka hospitali ama mnakuwa mnapeleka katika kaya nyumba moja moja? No, tunapeleka hospitali. Lakini pia tunapeleka kwa kama Zanzibar tunaita sheha. Kwa mjumbe, huko tunaita mjumbe. Kwa unajua sheha anakuwa anawajua watu wake nani ambao hawana uwezo wa kununua. Na yupo tayari, anaweza kuambia nyumba fulani na nyumba fulani kuna hii, kwa ukienda pale unakutana nao. Lakini pia tunakwenda mpaka kule hospitali. Ukienda pale unasikia yule na yule, hii hapa wadi hii, yule na yule hana. Na yule hana. Kwa unampa pale wanakuwa najua. Yes, wanakuwa naelewa. Kwa hiyo yuko tayari
lakini kitu fulani hakipo. Unampatia, wanaendelea kufanya nini. Na vingine pia tunakuwa tunaviacha hospitali ambaye mwenye uhitaji ambaye hawezi kuwa nacho, tafadhali mpatie. Kwa hiyo tunafanya hivyo. Hii kubwa na nzuri sana. Na naamini kupitia Asma Mwinyi Foundation wengi wamenufaika na wanaendelea kunufaika pia. Kabisa. Ni kitu endelevu, bado tunaendelea nacho, kuendelea nacho toka tulivyoanza mpaka sasa hivi. Sawa. Na mnakuwa mnasaidia wanawake tu peke yake ama ni mchanganyiko? Ni mwanamke tu, kwa sababu hicho ni vifaa vya mama ambaye anataka kujifungua. Lakini ndio tunachosema pia kwamba yule mama atakapojifungua hatuulizi atajifungua kike au kiume. Kwa hiyo tunawagusa wote. Wote ambao tunawagusa, wa kike na wa kiume. Na pia kumbuka kwamba sisi wanawake pale tunapoona tuseme, mimi napenda kusema, sipendi kusema changamoto, napenda kusema baraka. Ni kwamba hujui Mwenyezi Mungu amekubariki mtoto wa aina gani. Kwa unakuta pale anapojifungua kunaweza kuwa kuna mtoto mwenye mahitaji maalum. Umeelewa? Kwa hiyo pia grupu hilo tunakuwa tayari nalo lenyewe tumeligusa. Kwa kit hiyo moja. Yes. Sasa kila inapofika tarehe 25 mwezi wa 11, Tanzania inaungana na dunia kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, ambazo maadhimisho huanza Novemba 25 ambayo itakuwa ni kesho. Leo ni tarehe 24. Yanakwenda mpaka Disemba 10. Na tukiangalia masuala ya ukatili wa kijinsia, bado kuna maeneo mengi sana Tanzania tunaendelea kupambana. Masuala ya unyanyasaji wa kingono, ndoa za utotoni na ukatili wa namna mbalimbali. Tulikuwa tunaongea kidogo hapa off mic. Hali ya masuala ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwa upande wa Zanzibar ikoje? Ni kwamba mimi naomba niseme hivi, kama ilivyokuwa Asma Mwinyi Foundation haijajikita tu peke yake ni Zanzibar, lakini ni pamoja na Tanzania bara. Hali ya ukatili wa kijinsia ni mbaya kote. Na ninaposema kote sio hata sisi tu Tanzania, lakini ni ulimwenguni mzima. Halafu kama jinsi ninavyosema jinsia, ubaguzi hauna jinsia. Inamfika mtu yoyote, rika lolote, jinsia yoyote. Umeelewa? Kwa hiyo ni kitu ambacho ni janga la ulimwengu mzima. Na haya bado kila siku zinavyokwenda zinaonyesha takwimu zinapanda juu. Na kumbuka katika pia hizo, katika kupanda juu ni hayo matukio ambayo yamekwenda kusema. Kuna yale ambayo hayasemwi. Na kwa kawaida kesi ambazo tunazozipata ni kwamba unakuta anayetenda hichi kitendo cha ukatili wa hatoki mbali. Kwa hiyo kuna ile kwamba ni aibu kwenda kumsemea mjomba wako au baba au kaka yako. Kwa hiyo tunyamaze, yaishe. Sasa unakuta labda mtoto hajapendelewa anaenda kusema, ndio unapata kujua. Lakini pia unakuta kesi ile inashushwa kwamba kwa nini? Ni kwa sababu ni baba, atakwenda jela, atafanya hivi, kwa hiyo utamuona, wanaona basi tuache. Au atakitoka mtu wa mbali, unakuta kuna mambo ya rushwa. Kwa hiyo ile kesi inazimwa, haiendi mbele. Kwa hiyo yani ni janga ambalo lipo. Nakumbuka kwamba janga hili linamgusa kila mmoja, one way or the other, katika kila nyumba ambayo unajua. Kama wewe mwenyewe hujapata, basi kuna mtu ambaye anafanya katika ile nyumba yako wewe, au amefanyiwa, inaweza sio wewe lakini mtu mwingine. Na kwa kawaida watendaji huwa hawasemi. Kwa unaweza usijue na unaweza ukaja ukajua, ndo yale ukaniona ndo mume wangu yo kafanya mambo haya, ngoja ninyamaze kimya, nimstiri zake kati huko unamuumiza mtu mwingine. Umeelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo linamgusa kila mtu katika kila nyumba ambayo unaifahamu wewe.
Hatari sana. Hayo ndo yale mambo ya muhali. Unakumbuka kipindi tumeenda Kizimkazi kwenye Kizimkazi Festival. Tuliambiwa kuna mambo ya muhali, jambo limefanyika mjomba ndani. Kwa hiyo hatuwezi kutoa nje, ni aibu. Tunakaa tunayamaliza kifamilia. Sasa ili kueneza uelewa kwa wananchi kwamba haya mambo inabidi yakemewe, haijalishi ni nani kayafanya ndani ya familia, huwa mnafanyaje kuwafikia wananchi? Sasa sisi kama Asma Mwinyi Foundation tumekuja na hii marathon ambayo tunaita Stop GBV, Gender Based Violence. Stop GBV Half Marathon Zanzibar, ambayo ni marathon ipo katika kalenda ya dunia ya wanariadha. Kwa ukienda ukituangalia pale ipo. Na kwa nini tumefanya hivi? Ni kwamba kama tulivyosema ni jambo la kitaifa. Sio kitaifa tu, yani ni dunia nzima. Kwa hiyo na wajue kama na sisi Tanzania kupitia Zanzibar tuna hichi kitu ambacho tunapinga, tunatokomeza ukatili wa kijinsia. Na njia hii ndio ambayo tumeona ya kupaza sauti, kupata kuwaelesha kila mtu. Mpaka tumekwenda katika michezo ambayo ya kimataifa, ambacho na hichi kitu sio kama hata kwenye michezo inafanyika. Yani kila sehemu ambayo unafahamu wewe kinafanyika. Kwa hiyo tukaona sehemu nzuri ya kupaza sauti ni kama hiyo katika marathon. Na marathon unakuta mara nyingi watu wanaungana kwa pamoja, wanakuja wengi. Kwa hiyo pale kuongea, kuwapa awareness, kuwaeleza nini, watu wanakuwa ni rahisi, kwa sababu huyu anaongea na huyu na yule anaongea na yule na yule na yule na yule. Kwa ni kitu ambacho tumeamua tufanye kwa njia hiyo. Okay. Ya, kwa ni huu tunashukuru Mwenyezi Mungu, huu ni mwaka wetu wa 3 ambao tunafanya hii marathon yetu, ambayo mwaka yote mitatu ipo katika kalenda ya dunia. Yes. Na nini hasa huwa kinafanyika hiyo siku? Sisi hiyo siku kunakuwa tunatembea kilomita 5 ambayo tunaita fun run. Halafu kuna ile kilomita 10 ambayo ni fun run, ina depends na kila mtu mwenyewe anataka kuna nini, lakini pia huwa tunatoa zawadi kwa mshindi wa kwanza mpaka wa 3 kwenye kilomita 10. Lakini pia na kilomita 21 nayo pia hivyo hivyo tunatoa zawadi kwa mshindi wa kwanza mpaka wa 10. Lakini pia unajua kila mtu na anavyopenda, kwa sababu kuna watu wengine ni fun kwao. Kwa hiyo 21 fun. Na ndio maana tukaisema hii ni kwamba it is sport tourism. Nina masuala ya utalii unaingia, networking, afya, vyote vinajumuisha katika kitu hicho kimoja. Kwa unakuta unapata watu wote pale ambao wewe unawalenga, unakuta uko nao pale, na ile unavopaza sauti basi inapata kusikika na kuwafikia wale mara moja. Naamini kupitia hiyo marathon kuna kiasi cha pesa huwa kinapatikana. Kile kiasi mmekielekeza wapi hasa? Sisi katika kiasi chetu tunacho tumepeleka katika kilomita 21 pamoja na kilomita 10. Kwa kilomita 21 mshindi wa kwanza anapata milioni 6. Mshindi wa pili atapata milioni 3.5. Mshindi wa 3 atapata milioni 2.5. Mshindi wa 4 atapata milioni 1.5. Mshindi wa 5 atapata milioni 1. Na mshindi wa 6 mpaka wa 10 atapata 100,000. Halafu tukija katika kilomita 10 ni kwamba mshindi wa kwanza atapata milioni 1.5, wa pili atapata milioni 1.3, wa 3 atapata milioni 1, wa 4 atapata 700,000, na wa 5 atapata 500,000, na wa 6 na wengine wote watapata medali. Sawa. Na kile kiasi sasa ambacho kinaingia kwenye taasisi kupitia hii marathon, hiki mmekielekeza wapi? Sasa hichi sisi tumekipeleka katika kuwasaidia. Unajua katika kuangalia kama tulivyosema hizi ukatili kwa kijinsia uko katika ngazi tofauti tofauti. Sisi kwa sababu Asma Mwinyi Foundation tunajikita katika kumwangalia mwanamke na mtoto. Kwa hiyo tumeona ni kwamba tunataka kurejesha tumaini kwa mama ambaye amepitia ukatili wa kijinsia, hasa yule ambaye aliyetelekezwa na mume wake kwa sababu amejifungua
mtoto ana mahitaji maalum. Maana kuna wanaume ambao wanakimbia wake zao mtoto akishazaliwa akiwa katika ile hali. Na wakina mama inakuwa inawaumiza kwa sababu ni mtoto wake, hawezi kumtupa, hawezi kufanya chochote, inabidi aende naye. Nakumbuka kuna kesi moja Mariam tuliwahi kuifanya hapa ya mama Rehema. Ndio dada alikuwa anamkumbuka. Ni binti ambaye anajiweza, lakini alijikuta alipojifungua mtoto wake akawa na mahitaji maalum. Yule mwanaume alikuwa akiishi naye akamwambia sisi kwetu tunaga watu namna hiyo. Kwa hiyo mpaka leo yule mtoto wake ni huwa anakakamaa. Anatakiwa apewe dawa kila siku, aende Muhimbili, apewe pia wheelchair, mazoezi. Tulifanikiwa kumpa wheelchair moja, nashukuru Mungu. Lakini bado anatakiwa kuwa anaenda kufanya yale mazoezi na kupata dawa. Kwa mtoto akikosa dawa, kwa sababu mimi pia nilimuona, ni anakakamaa mpaka unahisi kwamba huyu mtoto sasa yani anapotea. Kwa hiyo sasa tunawaomba pia wakina baba kupitia Asma Foundation, jamani, hata kama mke wako, mwanamke wako, mpenzi wako amepata ujauzito, amezaa mtoto ambaye ana mahitaji maalum, sikimbie. Mtoto ni mtoto, yale ndo majaliwa Mwenyezi Mungu. Na uwezi jua kwa nini Mwenyezi Mungu anakupa mtihani huo. Unaelewa Ndio maana mimi nikasema ni nini baraka. Wanawake tunaumia sana. Yani mtoto anapokuwa katika ile hali kweli kabisa unaumia. Alafu unahitaji faraja ya mwenza wako ambaye yuko pembeni. Afia na kukimbia mpaka uko wake mzima. Umeelewa mpaka uko mzima. Uko mzima na mtoto la mtoto kwenda hospitali, bwana tunahitaji akafanya, hatoi hela. Haonekani hata kuonekana. Kweli kabisa hao wanawake wanapitia magumu. Yani kama mnafanya hivyo, nadhani kuna siku nitakuja kama jirani na utaweza kunisaidia baadhi ya sehemu niweze kufika, niweze kuonana na wahusika, at least tufanye jambo pale. Nitafurahi sana. Yani nakuahidi mbele ya majirani, kwa sababu pia yani hichi ndio kitu ambacho pia sisi tunataka kupaza sauti na kuonyesha kile ambacho tumekipata kimekwenda wapi. Sasa ukija kama jirani halafu tukakuko pale na tumwafikia wanawake kadhaa au hivi, mimi nitafurahi kusema. Mimi ni jirani mwema kabisa na haidi sitokuangusha mbele ya majirani, na tutalifanyia kazi. Nitafurahi sana. Tutalifanyia kazi kwa umakini, na mimi Zanzibar pia kuna vitu vingi, Pemba huko kote tutafika kabisa. Tutaona namna gani tunaweza kushirikiana na tukafanya kitu kizuri, ili mradi pia hata majirani wa huko bara pia waweze kuona, kwa maana wasije wakasema, kwa sababu Crown ni ya watu wote. Ni kweli. Yani hapa ni nyumbani kwa mtu yoyote yule. Kama hii Stop GBV Half Marathon ni kwa wote, na ndio maana tukasema tumefanya nini, tumeweka kimataifa. Ipo katika kalenda ya dunia, ulimwengu mzima. Nimetokea tu kwamba tunaifanyia kwa Zanzibar, lakini haimaanishi kwamba ni ya Wazanzibari tu, hapana. Ulimwengu, ni ulimwengu mzima. Kwa hata watu wa nchi jirani wanakuja. Kwa sababu kama sasa hivi tayari tumeshapata ndo naita nani, wakimbiaji mashuhuda. Mashuhuri ambao wanatoka nchi tofauti. Kuna wa Kenya, kuna Uganda, kuna South Sudan, Ethiopia. Nadhani pia tumepata kutoka South Africa. Hawa wote watakuja kushiriki siku ile. Sasa umeona ni kitu ambacho tumekiweka kote ulimwenguni mzima. Sasa wakati tunaelekea mwisho, tuna dakika chache. Hebu tuambie itafanyika lini na utaratibu ukoje, na neno lolote ambalo unaweza kuachia majirani. Ni kabisa, sisi hii itakuwa tarehe 30 mwezi wa 11 mwezi huu. Ndio katika hicho kipindi cha kupinga udhalilishaji wa kijinsia, siku 16. Ndio. Kwa hiyo tuko within the siku 16. Kwa hiyo sisi tunafanya tarehe 30 na sababu ya kufanya tarehe 30 pia, japokuwa ni siku 16 za kupinga udhalilishaji wa kijinsia, lakini inaenda towards maadhimisho ya mji mkongwe. Na sisi tunafanya mji mkongwe na tumeungana na manispaa ya mji mkongwe katika kufanya haya maadhimisho. Kwa hiyo ni process moja wapo ya kuadhimisha siku ya mji mkongwe. Kwa itakuwa tarehe 30 Novemba. Na pia siku hii tunamtegemea mgeni rasmi kwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa na mwenyekiti Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mgeni rasmi katika hiyo siku. Na jinsi ya kujisajili, sisi tunajisajili katika njia mbili ambayo ni rahisi. Hata wewe unaweza kuchukua simu yako, hasa wale ambao wana simu ya simu janja. Unaingia na bonyeza tu website yetu, au hata unaweza kwenda kwa Google kaandika Asma Mwinyi Foundation, inaleta, bonyeza, ikikuletea tu pale inakuonyesha jinsi gani ya kujisajili. Pia tunatumia EQR code tunayo, lakini pia
tunafanya katika kwa wale ambao wananunua pesa nyingi hata kama ni kidogo. Tuna bank ambayo tuna nani na ruhusa sio kuhitaji au siruhusiwi kuhitaji na kwa nani, lakini tuna bank details zetu. Lakini pia tuna lipa namba. Yes. Kwa hiyo ni hizo njia, lakini ukiingia katika website yetu utaona, ukiingia katika social media zetu utaona jinsi gani ya kujisajili. Lakini pia tumeweka namba ya simu, nani unahitaji kuongea naye ikiwa kama unataka muongoza. Kila kitu kiko tumekiweka. Ndio nikataka kuambia unaweza ukatutajia peji yenu ambao mnaitumia kwenye mitandao ili mtu aingie kwa ajili ya kupata taarifa zaidi. Yes, sasa kwa kuna hiyo website ambayo ninasema www.asmamwinyifoundation.or.tz. Au unaweza ukaingia au unaweza pia ukaingia katika Instagram au Facebook, Twitter, zote is the same, ambayo ni Asma Mwinyi Foundation. Crown Media. Hapa ni nyumbani.